Kwa kuwa Mungu anapenda kuinua watu wenye moyo wa kuinua wengine, ninapenda kumleta kwenu mtu huyu ambaye amekuwa baraka kwenye maisha yangu ya utumishi na maisha yangu ya maombi pia. Ni huyu ambaye nimekuwa nikimsema kwenye maombi ya kuombea taifa, huyu mama ambaye amefunga siku 80 akiwa anakunywa maji au uji tu, tena jioni. Tena mwanzoni alianza kwa kunywa maji na chai tu, mpaka alipoota ndoto anaambiwa atumie uji kwa ajili ya afya yake. Huyu mama ndio yule ambaye nilimsema kwamba alifunga siku 5 kavu akiwa mjamzito wa miezi 7, na alifunga siku 7 akiwa anakunywa maji tu, akiwa mwezi wa mwisho, na zile siku za matazamio pia akafunga siku 3. Na maana alikuwa anaonyesha kwamba kuna hatari kwenye kujifungua kwake, na likweli kwenye kujifungua kwake kidogo apoteze maisha. Bila shaka mnajua waombaji, ukiwa muombaji lazima shetani ajaribu kukuzuia kufanya vita. Kwa hiyo unaishinda kwa kadri unavyomsikiliza Mungu anachotaka ufanye. Sasa huyu mama Mungu ameendelea kumtumia eneo la maombi la kuombea wengine, lakini pia eneo la ndoto zinazotimia. Yaani mara nyingi anaota kitu na kinatimia. Sasa kuna kitu ambacho niliguswa ndani yangu mwezi uliopita, mwezi wa 12, kwamba watu kama hawa ambao wana mzigo wa kumtumikia Mungu kiasi hiki ni watumishi wakubwa, lakini mazingira walio nayo yanawafanya wabaki hivyo, na najikuta mpaka anakufa amefanya mambo makubwa katika ufalme wa Mungu, lakini kwa sababu ya kukosa exposure amebaki tu kuonekana wa kawaida, ingawa katika ulimwengu wa roho alikuwa na nafasi kubwa ya kuleta mapinduzi. Basi mwezi wa 12 nilimshirikisha wazo kwamba kwa nini usiongeze pia huduma yako kwa habari ya kuhubiri Injili, kwa sababu sasa hivi umekuwa tu ukihubiri kanisani na maombi. Lakini kama utapata nafasi hata ya kuanza kuwa unahubiri Injili, itakuwa na nguvu kubwa kwenye huduma yako. Lakini pia itafanya kwamba badala ya mimi kuwa sehemu kubwa ya sapoti, bado utakupata watu wengine. Akasema kwa kweli hicho kitu nimekuwa nikisikia ndani yangu. Kwa tukakubaliana kwamba ni wakati wa Bwana. Sasa nikapanga kwamba kutafuta speaker 3 hizi za mtaani. Maana niliwaambia wajiorganize ili waunde timu ya huduma ya waanzie kuhubiri mtaani. Na mimi nitawasupport speaker 3, ambao speaker moja inanunuliwa 550,000 hivi. Na nikajikuta sasa niko kwenye mapambano pia ya huku Marekani, kupambana namna ya kuishi. Maana huku ambao mko Marekani mnafahamu maisha yako juu sana. 500,000 unaweza ukatumia hata siku 2 hadi 5, inategemeana na unavyoishi. Lakini kwa sababu chakula unaweza ukashangaa chakula mlo mmoja 40,000 mpaka 50 mlo mmoja. Je, kama unakula mara 3, hapo sasa hujaweka gharama za umeme na kila kitu. Kwa hata kuwa huku mimi nasema ni muujiza tosha. Ni muujiza tosha. Kwa nikajikuta nina wakati mgumu, kwa nikawa nimeshindwa kufikia malengo. Lakini jana tarehe 20 mwezi wa kwanza 2026 nikasema kuna wakati ambapo kuna watu wana mzigo wa kusapoti Injili, lakini hawana watu sahihi wa kuwasapoti. Unakuta wanawasapoti watu na wanakuwa busy na maslahi yao. Nikasema ngoja nishirikishe, kuna watu ambao wamekusudiwa kumsaidia huyu mama. Kuna watu ambao wamekusudiwa kuwa sehemu ya huduma ya huyu mama, na mimi naweza nikawa tu kama lango. Kwa nikasema acha nitawashirikisha watu ambao wana mzigo kwa ajili ya Injili. Aidha kama una huduma kubwa, unaweza ukaona namna kuunganishwa na huyu mama, au kama unamsupport pia huduma,
kwa sababu lengo kubwa la Mungu alisema enendeni mkaihubiri Injili. Kwa hiyo yanayoendelea kwenye taifa la Tanzania yasitutoe kwenye leli, kwenye kusudi kuu la Mungu ambalo tuliachiwa. Maana ajenda kuu ya Mungu ni kuokoa watu na dhambi zao. Ndiyo maana hata pale tunapozozana na wenye dhambi, bado hatuzozani ili wafe kwenye dhambi zao, bali kuzozana kwetu kuwe kwa ajili ya kuwaleta kwenye nuru na si kwa ajili ya kuomba. Ndio maana huwa siombei watu kufa. Sasa huyu mama, ninaomba nitatoa namba yake kwenye comment ili tuweze kumsapoti. Nitaitoa namba yake kwa sababu nataka nisiwe moja kwa moja, nisiwe mimi ndo linki ya yeye kupata sapoti, bali kuna watu wengine ambao wanaweza kutafuta maombi, maana Mungu amekuwa akimtafuta eneo hilo na wakapata huduma. Kuna watu pia wanaweza kupata ni naye kwenye huduma moja kwa moja, kiasi kwamba hata kama mimi niko busy na utumishi alioniitia Mungu, wao wanaweza kuwa busy naye pia. Mungu abariki sana. Kwa kweli mimi nakiri kwenye eneo la maombi sijamfikia huyu mama. Tafakari, ndo mtoto wake sio ana miezi kama 4 5 hivi, lakini bado aliendelea kuomba nilipomshirikisha kwa ajili ya taifa. Na mengi ambao Mungu alikuwa ananijulisha mimi huku, na yeye pia anajulisha. Mfano lile ambalo Mungu alinikataza nisimwombee Samia kufa, na yeye pia akaonyeshwa kwenye ndoto. Mimi nionyeshwa wakati ninaomba, sauti ilinijia ndani yangu, nikalitoa picha, yeye akaonyeshwa kwenye ndoto, na mambo mengi. Kwa hiyo yeye ana neema hiyo ya kuota. Mimi sina neema ya kuota sana mara kwa mara, ila nina neema ya kuota kinatimia. Lakini pia mara nyingi huwa ni pale ambapo ninakaa kwa utulivu kwenye maombi, unasikia unasemeshwa, na ukija kuchukua Biblia unafunua maandiko ambayo yanakonfirm ile sauti uliyoisema. Kwa tunaweza tukaanza na speaker moja ambayo ni 500,000 kama na nusu, lakini pia tunaweza tukawa tukatafuta namna kuwahamasisha. Mfano, maana watakuwa ni timu, angalau wanaweza kuanza na timu moja badala ya 3. Kwenye hiyo timu tukapata pia kuwanunulia sare ya huduma, angalau inatia moyo. Huyu mama yuko Masumbwe, anasali kanisa la AICT Nazareti, Masumbwe ya Kahama, mkoa wa Geita. Kwa hiyo itakuwa baraka. Na huyu mama Mungu akiendelea kuminua kwenye huduma, atakuja kukumbuka kwenye maisha yake ya kwamba kuna mtumishi Musa aliniunganisha. Lakini pia ataendelea kwa kumbuka nyinyi ambao mtaendelea kumshika mkono. Ana mapito mengi ndiyo yamemfanya asimame. Nimejifunza, Mungu akikuletea mapito usibaki kulia, yatumie hayo kama daraja la kwenda kwa Mungu, naye Mungu atazidi kukujenga kila itwapo leo. Na Mungu amempa maono ya kwamba siku moja atakuwa anatumika na mume wake, na imekuwa ni muda mrefu, zaidi ya miaka 7 sasa, na hajakata tamaa, anaendelea kumwamini Mungu. Mume wake sasa hivi Hasadi alisharudi nyuma, lakini anaendelea kumwamini Mungu ya kwamba Mungu atafanya. Nina ushuhuda wa kumalizia kwa ajili ya huyu, ni kwamba kuna mtu ambaye alienda, alikuwa naumwa muda mrefu tumbo, na alikuwa amepoteza mtoto wake. Yaani mtoto wake alikuwa amefariki kwa njia tu ya kustukiza. Amesimama kwenye maombi pamoja na wanaomombi wengine, lakini wengine mpaka akajikuta amechoka, lakini akaendelea kuomba mpaka huyu mama akapona. Na alipopona, siku moja akaota ndoto kwamba analetewa hela na huyu mama na huyu dada, lakini Mungu akamwambia hiyo hela itumie kwa ajili ya watumishi wengine. Kwa kweli baada ya siku chache huyu mama aliyeombewa akaja ameleta 2.5 kama sadaka yake ya shukrani, akaipeleka kwa watumishi wengine, wakati yeye ana uhitaji. Na ni muda mrefu nimekuwa nikisapoti mahitaji yake ya familia. Kwa hiyo unaweza kaona moyo gani alionao wa kumtii Mungu wakati huna hela, una uhitaji. Mungu awabariki.
ninaomba niombe, then nitaweka namba yake ili muendelee, wenye mahitaji ya kuombewa, wenye mahitaji ya kusupport huduma yake, itakuwa baraka. Na nitaweka picha yake kwenye thambo ya hii video, yani picha mbele ambayo itaonekana. Tuombe. Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa neema kubwa ambayo wewe unatupa katika utumishi wetu. Asante Bwana kwa ajili ya mwanao Joyce ambaye umemtumia kwa muda mrefu, pamoja na mazingira magumu ambayo ameyapitia, bado wewe Mungu hujachoka kuwa naye. Mungu, ni wakati wa kumuinua katika utumishi. Ni wakati wa kumletea watu kwa ajili ya maono ya huduma uliompa. Ni wakati wa kumuunganisha na huduma mbalimbali. Mtumie kwa utukufu wa jina lako, maana umetupa kazi hapa duniani ya kuwaleta watu kwako, kuifanya kazi yako. Mpe neema, mletee watu Bwana kwa ajili ya ufalme wako. Endelea kuminua katika eneo la maombi na maombezi. Endelea kumfanya kushuka chini ili wewe umuinue juu. Neema yako Bwana ionekane, lakini muunganishe pia na watu sahihi ambao umewakusudia kwa ajili ya ufalme wako. Ninaomba Baba na kuamini katika jina pekee la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki wewe ambaye utakuwa baraka kwa huyu mama, lakini pia msimsahau kuniombea pia na mimi. Bado nina uhitaji, lakini Mungu hufanya kwa njia mbalimbali. Na namshukuru Mungu anaenda kutimiza ndoto aliyotupa, kwamba anatupa mtoto. Maana kabla mke wangu ajawa mjamzito kwa miaka 3, miezi michache kabla hajachukua ujauzito, Mungu alituonyesha kwa ndoto. Na sasa hivi mwezi huu mwishoni au wa pili mwanzoni, tunaamini ndoto itatimia. Muendelee kutuombea, na Mungu akikusemesha chochote, unaweza ukatusapoti. Sitaweka kulipwa na YouTube hata kama watu wengi wanaview account yangu, maana mimi nilimwambia Mungu, hii ni madhabahu yako. Sitaruhusu matangazo kisa nilipe pesa, hata kama na uhitaji wa pesa. Mungu awabariki sana. Amen.